Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na tunatazama mengi yanayojiri duniani, tukitazama Ukraine ambayo wakati huu Umoja wa Ulaya umeapa kuendelea kuiunga mkono Ukraine kwa kuipatia fedha pamoja na silaha kwa ajili ya mapambano yake dhidi ya Urusi. Wakati rais wa Urusi Vladimir Putin akisema kwamba wakati huu ataonyesha ulimwengu namna ambavyo anaweza akaimaliza Ukraine ikiwa mataifa magharibi yataendelea kutoa silaha, hasa silaha za masafa marefu, licha ya kwamba alizungumzia makombora ya Tomahawk, lakini pia amezungumzia pia juu ya makombora mengine kutoka mataifa ya magharibi, akisema kwamba sasa wanataka kuiona Ukraine ikiwa katika hali mbaya zaidi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuisaidia Ukraine kifedha katika kipindi kingine cha miaka miwili. Lakini hata hivyo wameshindwa kutoa mamilioni ya fedha za Urusi zilizozuiwa ili kutoa ufadhili wa ulinzi wa nchi hiyo. Hii ni kutokana na kile ambacho kilielezwa na rais wa Marekani Donald Trump juu ya fedha za Urusi. Lakini pia ni kutokana pia na kile kilichoelezwa na IMF kwamba matumizi ya fedha za mataifa mengine zitasababisha kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu, kwani mataifa mengi yatashindwa kuwekeza katika mataifa mengine, na hii itasababisha hali ya kuaminiana kupungua. Katika mkutano wao wa jana, viongozi hao waliahirisha uamuzi wao wa kutumia euro bilioni 140 mali za Urusi zinazoshikiliwa nchini Ubelgiji hadi hapo mwezi Desemba. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea mkutano huo wa Ubelgiji kwamba hatua hiyo italeta matokeo chanya. Ningependa kuwashukuru viongozi wote wa Ulaya kwa misimamo yao thabiti kupitia vikwazo walivyoweka, alisema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mkutano huo wa Brussels ulifanyika jana wakati kukitarajiwa kufanyika mkutano mwingine huko London, ambako waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anatarajiwa kuwahimiza viongozi wa Ulaya kuongeza kupeleka vifaa vya kijeshi nchini Ukraine. Kadhalika, kuna baadhi ya mataifa yamekuwa yakielezea jinsi gani yanaweza kuungana pamoja, yanaweza kuunganisha majeshi yao na kuwa kitu kimoja wakati wa kumalizika kwa vita huko nchini Ukraine, ambapo yameeleza wao ni kwa ajili ya kulinda amani katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya watu wa Umoja wa Ulaya EU wanawaza namna ya kuisaidia Ukraine, na wanasema kwamba wanakubaliana kuisaidia nchi hiyo kifedha pamoja na silaha katika kipindi kingine cha miaka miwili, huku wachambuzi wa mambo wakisema kwamba matarajio ni kuendelea kwa vita katika kipindi kingine cha miaka miwili, kwani Ukraine itakuwa ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Urusi, lakini pia kumekosekana namna ya kutuliza vita hivyo, huku Urusi ikisema kwamba ipo tayari kwa mapambano kwa muda mrefu zaidi dhidi ya Ukraine. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.